Bwana, leo tutakwenda kulijadili jina la mlinzi wa kati wa Stade Malien, Ismail Simpara. Hili ni jina ambalo limeripotiwa na vyanzo vingine kwamba liko kwenye orodha ya majina ya kigeni ambayo Simba Sports Club wanataka kuona yakitua katika klabu hiyo kwenye dirisha dogo la mwezi Januari. Sasa panapokuwa na majina kama hivi yanaibuka, ama panapokuwa na vyanzo vingine vinapokuwa vinaripoti incomings kwenye hivi vilabu vya Simba na Yanga, basi mimi kwa nafasi yangu na kwa kufuatilia kwangu huwa anakuja na tathmini ya mchezaji husika, kwa maana kwamba huenda huyu ni mchezaji ambaye akawa na nafasi kwa sababu ameripotiwa kikamilifu na vyanzo vingine ambavyo mimi binafsi pia naheshimu kile ambacho wanakuwa wanakifanya mwisho wa siku. Sasa kwa hoja hiyo ni kwamba nataka nimwangalie Ismaila Simpara, mlinzi wa kati wa klabu ya Stade Malien ambaye anahusishwa kuja katika klabu ya Simba Sports Club kwenye dirisha dogo. Huyu ni mlinzi wa kati kama nilivyosema wa klabu ya Stade Malien, ana umri wa miaka 27, ni raia kutoka Mali na amekuwa na kampeni bora sana kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka sasa hivi akiwa na kikosi cha Stade Malien, na ni wazi hizi tetesi zinakuja kwa kiasi kikubwa sana kutokana na kile ambacho amekifanya kwenye michuano hiyo. Amekuwa na numbers nzuri sana za kiulinzi, lakini pia amejikuta akifunga bao moja pia katika jumla magoli mawili ambayo Stade Malien waliyafunga katika mchezo dhidi ya Simba. Yeye ndiye aliyefunga bao la pili kwa kichwa kwenye ule mchezo. Kwa hiyo hicho ambacho nakwambia sasa hivi kitakuja kukuunganisha kwenye maelezo yake mengine defensively kwenye sifa alizonazo, kwa maana ya kile ambacho kilitokea kwenye mchezo dhidi ya Simba nitakuja kukiendeleza huko mbele. Lakini career yake, huyu ni mchezaji ambaye of course alianzia katika klabu ya Generation Foot, amecheza kwa kiasi kikubwa sana hapo, then pia kukawa kuna uhamisho wa kwenda Stade Malien huko mwanzo, kisha safari yake ilikwenda ikapita Morocco katika klabu ya Maghreb Tetouan ambako alikuwepo katika msimu wa 23-24, alikuwa na msimu mzuri pia. Kisha akaenda katika klabu ya Nouadhibou kutoka kule nchini Mauritania. Kwa hiyo unaweza ukawa unapata picha ya namna ambavyo huyu mchezaji karia yake imekuja, na mara baada ya kutoka hapo ndipo ambako amekuja tena kurudi katika klabu yake ya zamani ya Stade Malien kwa msimu huu wa 25-26. Kwa hiyo ni ingizo jipya pia kwao, lakini Simba wanamtaka huyu jamaa na kuna sababu ambazo Simba zimewafanya waonyeshe nia ya kumhitaji, na mimi nitakuja kuziweka bayana hapa kwenu nyinyi. Sasa basi, mpaka sasa hivi katika michezo miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na klabu ya Stade Malien amekuwa na numbers nzuri defensively, na moja kati ya vitu ambavyo vime stand out kwa kiasi kikubwa sana kwenye metrics zake za kiulinzi Ismaila Simpara ni kwenye upande mzima wa clearance. Kwenye michezo miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka sasa hivi kwenye hatua ya makundi ana wastani wa kufanya clearances 8.5. Katika metrics ambazo zime stand out sana kwenye upande wake wa kuzuia kama mlinzi ni uwezo wake wa kusafisha na kuokoa kila kitu ambacho kinakuja kwenye eneo la hatari la klabu ya Stade Malien. Na kwa wale ambao walifuatilia mchezo wa kwanza wa Stade Malien walipokuwa ugenini dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, watakuwa pengine waliona hii performance kutoka kwa Ismaila Simpara. Alikuwa very dominant kwenye eneo lake. Yaani ni mchezaji ambaye kila kilichokuwa kinarushwa kwenye box la Stade Malien alikuwa anadeal nacho kwa kiasi kikubwa. Tunasema box defending yake ilikuwa ni top notch. Sasa kwa kesi ya Simba Sports Club, miongoni mwa vitu ambavyo nimewaona wakiwa wana struggle navyo sana msimu huu defensively ni kwenye kulilinda box kikamilifu. Of course ukiwatazama center backs wa Simba wapo wenye kasi, wapo wenye nguvu, wanaweza kuanticipate mipira kila hapa na pale, lakini pia kwa ujumla wao nafikiri ukimtoa Rushin Dariuc waliobaki kwenye kuzuia na kusafisha mipira kwenye eneo la hatari, hichi kimekuwa ni kitendawili kwa upande wao. Lakini Ismaila Simpara, kwa kile ambacho nimeweza kukiobserve kwenye michezo yake miwili aliyoshiriki na klabu ya Stade Malien kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, nimekuja kuona kwamba, na hichi kinabebwa pia na statistics, kwamba ni mzuri sana kwenye kuzuia kwenye eneo lake. Yaani ni kama vile ni ule beki ambaye unasema kila kinachorushwa kwenye box unajua atadeal nacho. Sasa hivi center backs waliopo Simba huwezi kumwekea yoyote dhamana katika hili.
Licha kwamba Rushin Dariuc unamwona anakuja close, at least unamwona mpira unapokuwa unapelekwa kwenye boksi anajaribu kuonyesha utawala kwenye lile eneo, lakini waliobaki wote ni kurusha shilingi juu. Lakini Ismaila Simpara ameonyesha kama ni mchezaji mwenye uwezo huo. Box defending yake ni ya hali ya juu sana, kwa sababu kwa kiasi kikubwa katika hii michezo miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Stade Malien wamekuwa ni timu ya pili kila hapa na pale, hasa kwenye mchezo dhidi ya Esperance. Wameshikilia sana bomba, lakini kile walichokuwa nakirusha Esperance kwenye box la Stade Malien, basi Ismaila Simpara alikuwa na deal nacho kwa 100%. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo ambayo ana nguvu sana kama mlinzi wa kati Ismaila Simpara ni kwenye uwezo wa kulitawala eneo lake na kusafisha kila kinachopelekwa katika eneo hilo. Box defending yake ni ya hali ya juu, na hichi ni kitu ambacho sio walinzi wengi wa Simba wana excel kwenye kukifanya. Ni kama ambavyo pengine unaweza kuona muona Van Dijk namna ambavyo ana defend kwenye box. Unajua kabisa kila kitakachopelekwa pale mtu wa kwanza unamjua ni nani. Ni kama ambavyo unamuona pengine Gabriel pale Arsenal, natoa mifano tu. Unajua kabisa kila kitakachopelekwa kwenye boksi nani atadili nacho. Hii ni sifa moja kubwa ya Ismaila Simpara ambayo nimeona kama vile ina lack kutoka kwa center backs wa Simba. Lakini kingine ni center back ambaye anaweza kucheza kulia na kushoto, anaweza kucheza kama center back kwa upande wa kulia, lakini pia anaweza kucheza kama center back kwa upande wa kushoto. Then pia ni two footed. Licha kwamba anaonekana kuwa anapendelea kutumia mguu wa kulia, lakini yuko comfortable kupiga pasi kwa kutumia mguu wa kulia, lakini pia yuko comfortable kwa kupiga pasi kwa kutumia mguu wa kushoto. Kwa hiyo ni two way passer kiufupi. Kwa hiyo huyo ndio Ismaila Simpara bwana. Ni mlinzi ambaye amekuwa katika kiwango bora sana kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka sasa hivi. Ni miongoni mwa walinzi ambao ukimtazama kisifa kulingana na hicho ambacho nimekibainisha, ni wazi anakwenda kuwapa kitu Simba ambacho hawana hivi sasa miongoni mwa mabeki wao. Kwa maana ya hiyo box defending ambayo imejitosheleza. Nafikiri mchezaji pekee ambaye namwangalia katika kiwango ambacho kinaridhisha kwenye swala hilo ni Rushin Dariuc pekee yake, lakini waliobaki box defending yao naona inawalaki, na kwa kiasi fulani kwa level waliopo Simba hivi sasa, kuna baadhi ya mechi nyingi hasa zenye pressure kubwa watajikuta ni timu ya pili, watahitaji kuzuia kwenye boksi kwa kiasi kikubwa sana. Unahitaji beki ambaye anaweza kukupa utawala kwenye hilo eneo, na Ismaila Simpara ameonyesha kuwa ni mlinzi mwenye sifa hiyo. Lakini kingine, sio tu mlinzi ambaye anaweza kudefend box vizuri, ni mzuri mguuni. Kwa hiyo mnapotaka pia kucheza juu, muwe comfortable in possession, anatumia miguu yote miwili, anaweza kucheza center back ya upande wa kulia, center back ya upande wa kushoto. Kwa hiyo ni huyo center back ambaye anajitosheleza, ana urefu wa futi 6 inchi 1. Kwa hiyo ni mtu kiufupi, ni mrefu, ameenda juu, anatawala eneo lake, anaweza kukusaidia kucheza kwenye highline, yuko competent kwenye mazingira yote mawili. Kwa hiyo mwisho wa siku hili ni jina tu ambalo viongozi wa Simba wameona linaweza kuwa miongoni mwa yale ambayo yanahusishwa kuja kwenye klabu yao, na wanaweza kwa wanaendelea kulitazama zaidi. Lakini na wewe unaweza kuniambia vipi? Simba wamemchukua au Simba wanamfikiria kwa sababu ya kile kilichotokea tu dhidi yao, au anafaa huyu jamaa mwisho wa siku? Unaweza ukaniandikia kwenye comment section tukaendelea kujadili zaidi.